Kwa jina naitwa Bwana Ernest Mmoja, mimi ni mkurugenzi masoko toka Bodi ya Utalii Tanzania. Na leo ndio siku ya ufunguzi wa maonyesho haya makubwa ya Kili Karibu Fair. Maonyesho haya ambayo huu ni msimu wake wa 8 toka yameanza kuonyeshwa katika viwanja hivi vya magereza hapa jijini Arusha. Kwa kweli anaangazia masuala mazima ya utangazaji utalii, na kama tunavyojua utalii unahitaji wadau ili kuweza kuitangaza ipasavyo. Sasa Bodi ya Utalii Tanzania imepata fursa ya kushiriki tena katika maonyesho haya ya Kili Fair kwa mwaka huu, na lengo la kushiriki maonyesho haya kwa Bodi ya Utalii ni moja tu, kwamba kuhamasisha sasa wadau mbalimbali katika mnyororo wa utalii, lakini pamoja na wananchi na jumuiya kwa ujumla, kwa kweli tufanye utalii katika nchi yetu. Kazi kubwa TTB kama unavyojua kisheria ina promote maeneo yote ya utalii wa Tanzania katika masoko mbalimbali. Kwa hiyo tuna masoko makubwa ya ndani ambayo imekuwa ndio mwangaza wetu kwa muda mrefu, kupeleka habari kwa wananchi juu ya vivutio vilivyopo, lakini juu ya hata namna gani wao wanaweza kushiriki katika kutembea katika vivutio vyetu mbalimbali. Nakumbuka kwamba tulikuwa na maswali mengi wananchi wanajiuliza, pengine utalii ni wa Mtanzania, ni wa mzungu, wa namna gani? Tunasema utalii ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa hiyo tutoke tulipo twende kutalii, faida zake ziko mbalimbali. Kwa hiyo unapokuja katika banda hili la Wizara ya Maliasili na Utalii, kwa tutapata habari mbalimbali. Mojawapo ni vivutio vya aina gani vinapatikana, bei, gharama za kwenda kwenye vivutio, muda gani mzuri wa kwenda, unakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo habari zote hizo wanapata wakifika katika banda la Maliasili na Utalii, lakini hasa katika meza ya Bodi ya Utalii Tanzania. Lakini kitu ambacho pengine wananchi wengi hawajakiona, kwamba tunaweza kukupa hamasa kwa kuonyesha kwa uhalisia hivi vivutio hivi vinafananaje. Kwa hiyo sasa tuna kifaa ambacho kinatumika katika kumwonyesha mwananchi kabla hajafika katika maeneo haya ya utalii aweze kuona exactly nini vivutio vile vinaonekana. Sasa hii inaitwa VR, virtual reality. Kwa maana hiyo sasa tumeweka katika mfumo huu wa kuhamishika kirahisi. Hii ni gago tu ambao unaivaa machoni, lakini ndani humu teknolojia imeruhusu vivutio vyote vile viingie hapa na unakiona live and in 360. Kwa maana hiyo sasa unapovaa hiki, kama ni ndani ya Serengeti, ukigeuka huku unaona milima ile, ukigeuka huku unaona baluni zile, ukigeuka huku mito na nini. Kwa hiyo ni katika nyuzi 360. Kwa hiyo tunakaribisha sana wananchi, imekuwa ni maarufu sasa. Tunatumia hivi kutangaza utalii wetu, si hapa tu Kili Fair, lakini hata kwenye maonyesho nchi za nje. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo kwa kweli inatupeleka Tanzania, na sisi tusiwe mbali sana na mataifa ambayo imeendelea kiteknolojia kwenda kutangaza utalii wetu. Kwa hiyo mtu anakuwa ameona kwenye TV kwa mfano, lakini amesoma shuleni na wapi majarida yetu, lakini kwa kuvaa hii experience unayopata ni tofauti. Kwa hiyo hii inakuweka katikati ya kivutio hicho. Kama ni kwenye bonde la Ngorongoro, unakuwa katikati pale. Alafu wanyama wote wamekuzunguka unaona. Kwa hiyo ni moja kati ya teknolojia ambazo kwa kweli tunatumia ili wananchi waweze kupata hamu na wao kujipanga, kutenga muda, kutenga kiasi kidogo cha fedha, nao waka enjoy utalii ambao ni vivutio ambavyo ni mali yao hasa. Hii ni mali ya Tanzania. Tunashabihisha sasa Watanzania waende katika maeneo vivutio waka enjoy.